utendaji umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Hapo awali, hususan kwa meli za makasha, meli ya makasha ilikuwa inashushwa kwa muda wa siku 10 tangu ifike. Meli ya makasha yenye makontena kama 3000 ilikuwa inashushwa kwa muda wa siku 10. Lakini hivi sasa kutokana na investment kwenye mashine tunaweza kuziona, anashusha meli kwa muda wa siku 3. Kwa hiyo wateja wanapata mzigo wao kwa haraka, lakini vile vile muda wa meli kusubiri kule nangani unapungua. Na ukipungua muda wa kusubiri nangani, maana yake demurrage charges zinapungua, inakuwa ni rahisi sana kufanya biashara kupitia bandari yetu ya Dar es Salaam. Mimi naomba niwapongeze Watanzania ambao mliendelea kuungana na ndoto ya Daktari Samia, na leo tunavuna matunda ya kazi njema, na huu ni mwanzo tu kwa takwimu tunazozipata, lakini projection ya miaka 5 ijayo ambao ndio hii tunataka tumchague Daktari Samia, ni kwamba bandari zetu hizi zitakuwa na uwezo wa kuwa na tani milioni 50. Ndio maana Daktari Samia ameamua kufanya mambo makubwa mawili. Moja, ameamua kuwekeza kwenye reli. Leo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi anaenda kujenga reli ya kutoka Tanga kwenda Msoma kupitia Arusha. Lakini pia ameamua kujenga reli ya kutoka Ruvuma kwenda Mtwara. Kwa hiyo ukiangalia reli ya kutoka Tanga kwenda Msoma ni kwa ajili ya mizigo yote. Amepiga mahesabu ya kiuchumi akagundua kutoka Tanga kwenda Kampala ni rahisi zaidi kupitia reli ya Tanga kwenda Msoma. Msoma pale unaingiza tu mzigo Kampala. Lakini hajaishia pale. Ile ya Kigoma kapiga mahesabu na tayari kule wameshasaini mkataba, upande wa Burundi tena reli inajengwa. Maana na mzigo ukitoka hapa kwenda unaenda moja kwa moja. Kwala unabeba mzigo yote wa kimataifa. Ukienda Tunduma pia kupunguza msongamano wa malori. Ameamua pia kutengeneza bandari kavu pale. Sasa hii kazi yote inofanywa na Daktari Samia ya kujenga reli, kuongeza bandari kavu, ili Mtanzania aendelee kupata pesa itakayoenda kwenye maendeleo ya miradi mbalimbali ambayo ndio kilio cha wananchi. Wananchi wanalia, wanahitaji hospitali, wananchi wanahitaji madawa, lakini kama rais wetu hatutamtia moyo kwenye ndoto kubwa ya kuwekeza kwenye miradi mikubwa kama hii ya bandari, maana yake tutajikuta tunaendelea kupungukiwa huduma, ikiwa pamoja na kukosa maji kwenye maeneo yetu, jambo ambalo yeye hakubali ili liweze kutokea. Mwisho tu, tuitunze amani yetu. Tuitunze amani yetu, tushiriki uchaguzi, ili ndoto ya kuhakikisha kwamba miradi mikubwa alionayo Daktari Samia kwenye ilani inatimia, basi ipate kutimia na taifa letu likiwa limebaki salama.